Mtu wa Mungu, kama Mungu amekupa nafasi ya kumwabudu, mwabudu ni kama hutawahi abudu tena, kwa sababu siku za mwisho hakutakuwa na mapenzi wala na mali. Vyote vya ulimwengu vitakomea hapa hapa, lakini kilio kwa wanadamu kitakuwa kikubwa sana. Basi wewe kijana, wewe mama, wewe mbaba, tafadhali msifuni Mungu wa majeshi, kwa maana yeye ni mwema siku zote. Siku za mwisho ukimtukuza kama ungali kijana, basi siku za mwisho yeye pia atakuhurumia, akuingishe katika makao bora. Manake alisema, nimeenda kuandalia makao kule juu mbinguni. Basi makao ni ya nani? Makao ni yangu na wewe. Basi ukimwabudu Mungu, mtu wa Mungu, msifuni, kwa maana yeye ni mwema siku zote. Kumbuka Yesu Kristo aliutoa mwili wake ili sisi tukombolewe katika yeye. Mwili wake akautoa ili sisi tukombolewe katika yeye. Kijana, ajana na miadharati, manake miadharati haitakusaidia na kitu. Msifuni Mungu hata ukose, hata uwe navyo. Manake umasikini usikufanye mtu wa Mungu ukose kumwabudu Mungu, kwa maana yeye ni mwema siku zote. Msifuni kama utawahi msifu tena, kwa sababu siku za mwisho kutakuwa na kilio kikubwa sana kwa mwanadamu. Je, wewe utakuwa wapi mwanadamu? Kwa maana mwanadamu amehukumiwa siku zake zote, maishani yake yote. Basi watakatifu wamepewa furaha hapa duniani na hata ufalme wa Mungu. Mwovu siku zake zote huasa uovu, lakini Mkristo aliyemwamini Mungu wasia wengine mema. Basi mtu wa Mungu, wewe ukipewa nafasi hapa ulimwenguni, mtumikieni Mungu, kwa maana Mungu ndiye mwema siku zote. Mtukuzeni siku zote. Umaskini usikufanye umwache Mungu. Ukimwacha Mungu, je, utakuwa wapi? Utapambana na ya ulimwengu kutafuta mali, lakini hautapata. Na ukimtafuta Yesu Kristo utampata, na ukimpata atakaa ndani ya moyo wako na kila kitu itawezekana. Basi wewe unayenisikiliza sasa hivi, msifuni Mungu wa majeshi. Kumbuka Yesu Kristo akautoa mwili wake kwa ajili yangu na wewe. Lakini siku za mwisho kutakuwa na hukumu kubwa juu ya mwanadamu. Basi ukisikiliza haya maneno, basi na yakufanye uwe tofauti na wengine. Hata kama unakunywa bangi, hata kama unafuta miadharati, uachane navyo, na Yesu Kristo atakaa ndani yako.